Lakini kwa habari ya kibali tulianza kuangalia tukatafsiri kibali kama neema ya Mungu inayovuta upendeleo kwa mtu. Neema ya Mungu inayovuta upendeleo kwa mtu. Na tulisema sasa kwamba neema hii huwa haifanyi kazi accidentally. Neema hii huwa inafanya kazi kwa msingi na kwa mujibu wa mwitikio wa kimwenendo ambao mtu huwa nayo katika upokeaji na utendeaji kazi wa ile neema. Kwa kibali ni neema ya Mungu ivutayo ama iletayo upendeleo, kukubalika, kukubaliwa na kupokewa vile vile. Tuliangalia haya yote. Na tulizungumza tukasema kwa nini tunajifunza kwa habari ya funguo za kibali? Ni kwa sababu kibali kina uwezo wa kutengenezwa. Kibali kina uwezo wa kutengenezwa. Ndio kitu ambacho tulijifunza na kuangalia. Na tukasema tunapoangalia kwa habari ya funguo za kibali, tunapaswa kufahamu kwamba yako mambo ambayo yanaweza kukifungulia kibali. Haya mambo haya ambayo tunayazungumza ni zile kanuni ambazo tukiziishi ama tukizifuata na kuzitii zina uwezo wa kufungulia kibali. Tulianza kuangalia jana kanuni ya kwanza, tukasema ufahamu, maarifa ama hekima. Ufahamu ni taarifa sahihi tunazozipokea ambazo pia zinaitwa maarifa au zinazaa maarifa, na hekima ni uwezo wa kufanyia kazi hizo taarifa. Na jambo la pili au funguo ya pili ni ubobevu ama ubora. Sasa nitaomba kwa ruhusa yenu nisidili sana leo na ubobevu au ubora, kwa sababu nina ratiba ya kuja kulifundisha hili jambo katika upana wake mahali fulani hapa kanisani. Habari ya ubora na ubobevu nitakuja kulifundisha mahali fulani hapa kanisani. Kwa hiyo ninaomba niliweke akiba, na kwa kusummarize kabisa, wewe andika statement hii, itakusaidia sana kuwa mbobevu ama kuwa bora katika eneo lako. Kama nilivyoongea katika utangulizi, leo nitadili na kitu ambacho ni complicated kidogo, na ndio maana ningetamani sana nikipe muda mzuri. Ubora ama ubobevu. Swali la msingi la kujiuliza ni kwamba ili uweze kujua na kupima kiwango chako cha ubobevu, unapaswa kujiuliza kwamba je, hiki ninachokijua ama hiki ninachokifanya, mimi ni mtaalamu kwenye hiki kiasi gani? Ama je, kina jina langu? Yaani haujabobea mpaka ifike point kile ambacho nakifanya kiwe kimeambatanishwa na jina lako. Kwa watu wakiwaza mhubiri kwa mfano au mchungaji, wakufikirie wewe. Watu wakiwaza nguo, wakufikirie wewe. Watu wakiwaza jambo fulani, wakufikirie wewe. Yaani haujabobea, haujawa master of it, haujawa mtaalamu wa hicho mpaka ifike point ambayo watu hawawezi wakakitenga kile unachokifanya na vile ulivyo. Utaona katika maandiko moja kati ya taswira ya ubobevu tunaweza kuiona ni Yohana. Ili kumtofautisha, kwa sababu kwenye maandiko palikuwa hapa na kina Yohana wengi. Kwa ili tutofautishe ni Yohana gani ambaye tunamtaka hapa, huwa tunaongezea neno mbatizaji pale tunapotaka kumzungumzia Yohana mbatizaji. Lakini hiyo Yohana mbatizaji halikuwa jina lake, wala hiyo mbatizaji alikuwa jina lake, ilikuwa ni title iliyotokana na yale anayoyafanya. Kwa haujafanikiwa sana katika kukimaster na kukielewa kitu mpaka kiwe kina jina lako. Kiwe kina jina lako. Yaani ukifanye, ukijue, ukielewe mpaka watu washinde kutenganisha wewe ni yupi na hicho unachokifanya ni kipi. Na hilo ndio jambo ambalo nitakufundisha. Utaona Mungu alimuuliza Kain, je, ukitenda vema hutapata kibali? Kuna watu wanafanya, ubora na ubobevu haupo kwenye kufanya. Sawa watu wa Mungu? Ubora na ubobevu upo kwenye namna inavyofanyika. Sio nini kinafanyika. Kwanza ni namna kinavyofanyika. Utagundua mtu bora huwa ana namna ya kuwasilisha kitu kile kile, lakini kwa namna inayotofautiana na watu wengine wote. Kwa habari ya ubora ipo kwenye namna kinachofanyika, kinavyofanyika. Ndio habari ya ubora iko hapo. Na habari ya ubobevu ipo kwenye issue ya mtu kuwa mtaalamu wa hicho kitu. Na utaalamu ama ubobevu unatengenezwa kwa uzoefu, namna ambavyo mtu ametembea kwenye jambo fulani kwa muda mrefu, na sasa lile jambo limekuwa sehemu ya maisha yake ama limekuwa yeye
kwa upande mwingine. Kwa hiyo sasa ukishabobea katika eneo hilo, ukishakuwa bora katika eneo hilo, ukishakuwa mtaalamu katika eneo hilo, hatuwezi tukatenganisha wewe na hicho unachokifanya, na hatuwezi tukakutenganisha wewe na kibali kwenye mioyo ya watu. Mungu na atusaidie sana. Leo nina deal na hili swali la tatu ambalo linaleta kibali. Unamjua nani? Unamjua nani? Hili ni swali ambalo tulizungumza kwamba linahusiana zaidi na mahusiano. Kwa utaona tuliangalia unajua nini. Tumekushaangalia. Sawa? Unajua nini? Unajua kwa kiasi gani ama kwa kiwango gani? Ni swali linaloita ubobevu ama ukomavu katika hicho ambacho unakifanya. Unajua nini? Ni swali ambalo linaita ufahamu, maarifa na hekima. Unajua nini? Halafu unakijua kwa kiasi gani? Ni swali ambalo linaita ubobevu, linaita ubora na utaalamu katika kile ambacho unakifanya. Lakini swali la tatu la unamjua nani linatuita katika mahusiano. Na nilizungumza nikasema mahusiano haya ni ya pande mbili. Mahusiano ya mimi na Mungu vertical, alafu pia mahusiano ya mimi na watu. Sababu kibali ni neema itokayo kwa Mungu inayonipa nafasi kwenye mioyo ya watu. Inayonipa kukubaliwa na kutambuliwa na watu. Inayonikaribisha na kufanya mioyo ya watu inifungukie na mikono yao inielekee au mioyo yao inielekee. Hicho ndio kinaitwa kibali. Kwa lazima huwa kinaanza na Mungu kuja kwa mtu. Alafu yule mtu mwenendo wake unazidi kukingarisha zaidi kile kibali ama kukififisha zaidi kile kibali. Unamjua nani? Ni swali la msingi sana. Unamjua nani? Ni swali la msingi. Na hili linatuita point ya mahusiano. Katika point ya mahusiano. Utagundua sasa moja kati ya kanuni muhimu kabisa za mahusiano ni kwamba mahusiano ama kila mahusiano yanahusisha mbadilishano ama transfer. Kila mahusiano yanahusisha mbadilishano. Unaweza kuwa mbadilishano wa kihisia, unaweza kuwa mbadilishano wa kitabia, mara nyingine hata mbadilishano wa nguvu. Tukienda mbali zaidi, yale mahusiano ya kimwili yanahusisha hata mbadilishano au kuchangia kwa vinasaba katika kile kiumbe kipya ambacho kinazaliwa. Mahusiano yanaenda umbali wa namna hiyo. Na ndio maana sio ajabu yule rafiki yako unayempenda sana anapokuwa na huzuni, huwa anaisababisha pia huzuni na kwako. Si ajabu, kwa sababu mahusiano yana uwezo wa kuambukiza, yana uwezo wa kuhamisha vitu fulani. Si ajabu sana wale watu ambao una spend nao time kwa muda mrefu sana, wewe kuanza kufanana nao. Si ajabu, si ajabu. Unaweza usishtuke kwa haraka ama usishtuke kabisa, lakini sisi tunao kuangalia we can tell kwamba hiyo tabia ni matokeo ya watu fulani ambao unahusiana nao. Kwa kanuni ya msingi sana ya mahusiano yoyote yale ni kwamba kila mahusiano huwa yanahusisha mbadilishano. Kila mahusiano huwa yanahusisha mbadilishano. Kwa hauwezi ukawa kwenye mahusiano, unaweza kaandika pia huo ukweli, hauwezi ukawa kwenye mahusiano na ukabaki neutral, mtu asiye na upande. Haiwezekani. Hauwezi ukawa kwenye mahusiano na ukabaki neutral. Kila mahusiano yatakuvuta mahali fulani. Kila mahusiano yanayo namna ya kuathiri tabia yako katika namna hasi ama namna chanya. Kila mahusiano yanayo namna ya kutambulisha vitu fulani ndani yako na mara nyingine kutoa vitu fulani ndani yako. Kila mahusiano huwa yanatambulisha, yanaingiza, yanaimpose vitu vipya ndani yako, na huwa pia yanavitoa vitu vipya au vitu fulani ndani yako. Kwa hakuna mahusiano yanaweza kumwacha mtu neutral. Kila mahusiano yanamuelekeza mtu, yanamvuta mtu mahali fulani. Nitakuonyesha baadhi ya maandiko ambayo yatatuwekea msingi mzuri wa hicho ambacho tunazungumza. Kwa mfano, sura ya 13 ya kitabu cha Mithali. Mithali sura ile ya 13 na ule mstari wa 20. Mithali sura ile ya 13 mstari wa 20. Nimezungumza mwanzoni kwamba na deal na kitu complicated kidogo leo, kwa sababu chochote kinachowahusu watu hicho kina complications ndani yake. Kina complications ndani yake. Kwa mimi nazungumza juu ya habari ya mahusiano, na mahusiano yetu kwanza na watu. Haya ya mimi na Mungu, najua sisi sote tuko vizuri katika hilo eneo. Kwa ni mahusiano yangu mimi na watu. Kwa Mithali 13:20 nasema, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima.
Alafu anasema bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa rafiki wa wapumbavu ataumia, lakini rafiki wa wenye hekima atakuwa na nini? Na hekima. Kwa katika pointi hiyo, kama mahusiano yanaweza kuhamisha hata hekima kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, manake mahusiano sio ya kuchukulia kikawaida. Manake mahusiano yanaweza pia yakahamisha kibali, kwa sababu tukishaangalia moja ya funguo muhimu sana ya kibali ni nini? Ni hekima. Tumeona vizuri watu wa Mungu. Hebu angalia andiko lingine, sura 27 ya Mithali mstari wa 17. Mithali 27:17. Kama vile chuma kinoavyo chuma, ndivyo mtu amnoavyo mwenzake. Kama vile chuma kinoavyo chuma, ndivyo mtu amnoavyo mwenzake. Tena ukiangalia mahali pengine katika Mhubiri, anasema wawili ni bora kuliko mmoja. Kwa sababu muwapo wawili, kuna anatumia maneno kwamba mtajisikia joto ama mtajisikia moto. Manake ni lugha ya picha kuelezea kwamba mtu hawezi kuwa mpweke ama hawezi kuwa peke yake katikati ya watu. Kwa wawili ni bora kuliko mmoja. Na hapa anasema kama vile chuma kinoavyo chuma, ndivyo mtu amnoavyo mwenzake. Kwa kila mahusiano unayoingia huwa yana uwezo wa kukusharpen ama kukufanya uwe butu katika eneo lolote la maisha yako. Narudia, kama chuma hunoa chuma, hauwezi ukachukua kisu ukaenda kukinoa kwenye plastiki, haiwezekani. Chuma unoa chuma. Kwa kama chuma unoa chuma, manake ni kwamba kila mahusiano unayoingia yanao uwezo kwa namna moja ama nyingine, yanao uwezo wa kukufanya uwe sharp, uwe na makali ama uwe butu katika eneo fulani. Mungu na atusaidie sana. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Nasoma kwenye tafsiri ya Neno. Msidanganyike, ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Naomba unisomee kwenye tafsiri ya kawaida ya SUV. SUV, maana ya SUV maana yake ni Swahili Union Version, SUV. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Katika tafsiri ya Neno anasema msidanganyike, ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema. Haya maandiko ama hizi tafsiri mbili hazikinzani. Mimi ninavyozichukulia hizi tafsiri mbili, naiona moja kama ufafanuzi zaidi wa ile nyingine. Wakati Neno inasema ushirika na watu wabaya huharibu tabia njema, hiyo tafsiri tuliyosoma kwa Frederick muda si mrefu inatuambia namna gani ushirika na watu wabaya unaweza kuharibu tabia njema. Na moja kati ya namna ambayo tabia ya mtu inaweza kuathiriwa ni kupitia mazungumzo. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Kwa ushirika na mtu unaweza kuharibu tabia ama kutengeneza tabia kwa njia ya mazungumzo. Moja ya njia yenye nguvu sana, yenye uwezo wa kubadilisha, kugeuza, kupandikiza, kunyang'anya mambo yaliyo ndani ya mtu mwingine ni mazungumzo. Kwa mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Kwa kinyume chake ni kweli kwamba mazungumzo mazuri huijenga tabia njema. Ushirika mwema huijenga tabia njema. Nitakuonesha sasa kwenye maandiko mifano halisi ya watu na namna ambavyo walijua kanuni ya kuambatana na inavyoweza kuleta kibali ama baraka katika maisha yao na maisha ya watu wengine. Kumbuka, kanuni na funguo ya msingi ambayo tunazungumza ni kwamba kibali huwa kinazaliwa kulingana na watu unaowajua. Unamjua nani? Unamjua nani? Unakivuta kibali cha yule unayehusiana naye. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Unavuta, unabeba kibali, unabeba hekima, unabeba sehemu ya tabia, hata hisia za yule unayehusiana naye. Unabeba, na nitakuonesha kwa namna gani unabeba. Kwa hiyo hapa nakusomea baadhi ya maandiko yanayoonesha namna ambavyo watu wenye kibali huwa wana matokeo katika maeneo ambayo Mungu amewaweka na kwa watu ambao Mungu amewakutanisha nao, au watu ambao hao watu wenye kibali wanapata kukaa katikati yao. Frederick, jiandae unikimbize haraka kwenye Mwanzo sura ya 30 mstari ule wa 27 mpaka mstari wa 31 haraka haraka. Tunaenda pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 30 mstari kuanzia wa 27
mpaka mstari wa 31. Yes. Mstari wa 27, neno la Mungu linasema, Laban akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe. Tuishie tu hapo. Hii ni ile habari ya mahusiano kati ya Laban pamoja na Yakobo. Tunakumbuka baada ya Yakobo kuchukua baraka za Esau mdogo wake, akakimbia na mama yake akamwelekeza, nenda mahali fulani kamtafute mjomba wako anaitwa Laban. Na Yakobo akakimbilia pale kwa Laban akifanya kazi kwa muda mrefu. Na alikuwa anafanya kazi pale pia kwa sababu alitaka kuoa mtoto wa Laban. Yeye Yakobo alikuwa amempenda mdogo yule, na Laban akamchezea michezo kama ambayo yeye alimchezea Esau kule, akamdanganya. Kwa hiyo alitumika kwa muda mrefu, karibia miaka 14, ili aweze kupata chaguo analolitaka. Kitu ambacho Laban anakizungumza ndio matokeo ya mtu mwenye kibali mahali popote anapokuwepo. Utaona sasa katika ule mstari wa 27, Laban anazungumza haya maneno akimwambia Yakobo, anamwambia nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa sababu wewe upo na mimi. Umeona hicho kitu? Laban anatambua kwamba baraka alizozibeba, baraka alizonazo ni kwa sababu Yakobo yuko pamoja naye. Kwa unaona sasa hapa mwenye baraka ni Yakobo, na anasababisha mambo ya Laban pia yaweze kustawi. Na Laban anaifahamu hiyo kanuni. Anamwambia, kaa hapa. Anasema, unahitaji mshahara kiasi gani ili niweze kukupa? Na Yakobo sasa anapomjibu Laban anasema, umetambua vema, ni kweli hali imebadilika. Kabla sijaja hapa mambo hayakuwa hivi, na baada ya kuja wewe mwenyewe unashuhudia kwamba mambo yamebadilika. Ninakuhakikishia huu usemi wa Yakobo, kama wewe ungekuwa unausema kwa mwenendo wako pale ofisini, kila mmoja angekuheshimu na kukuthamini. Mara nyingine hauna haja kusema kwa maneno kwamba kabla sijaja hii ofisi haikuwa hivi, lakini sasa hivi cheki ilivyokuwa. Lakini kwa mwenendo na tabia yako, people can tell, people can say that. Watu wanaweza kusema hivyo kwamba I say, kabla huyu dogo hajaingia hapa mambo hayakuwa hivi, lakini sasa hivi cheki mambo yalivyo change. Kwa kweli inapaswa kuacha aina hiyo ya alama. Kibali kinapaswa kuacha aina hiyo ya alama, ionekane tofauti ya kabla haujawepo katika lile eneo na baada ya wewe kuwepo katika lile eneo. Na ndio maana kuna wakati niliwahi kuwafundisha zile funguo za kumaximize, kuinua thamani yako ya kuwepo mahali fulani au thamani ya kuwepo mahali fulani. Nikasema moja ya funguo hiyo ni kujua kwamba uwepo wangu hauna mbadala. Kwa hiyo kama sitatokea na kufanya, hayuko mtu ambaye atafanya kwa niaba yangu. Ziko funguo nyingi tuliziangalia za kuwa baraka, nilitamka hivyo. Lakini mojawapo ni hiyo. Kwa Laban anaweza kuelewa kwamba mambo yamechange kwa sababu kuna mtu mwenye kibali aliingia hapa ndani. Kwa umeona kibali kilivyo na uwezo wa kuathiri mahali ambapo mwenye nacho anakanyaga au anaingia. Kitabu cha Mwanzo tena sura ya 39 sasa. Mwanzo 39 mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 5. Haraka kwa usahihi Frederick. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao, mkuu wa Isakari, mtu wa Misri. Hebu soma tena vizuri ya maandiko. Mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Okay. Tumalizie hiyo.
Yusufu akaona neema machoni pake. Sawa, umeona maneno? Anasema Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, na Potifa akaona namna ambavyo mambo yanastawi katika nyumba yake. Alafu maandiko yanasema Yusufu akaona neema machoni pa bwana wake. Hayo maneno yanapaswa kumaanisha kwamba Yusufu akapata kibali machoni pa bwana wake ambaye ni Potifa. Tumeelewa vizuri? Akaona neema, maana yake akapata kibali. Kumbuka nilikwambia maana ya neno kibali maana yake pia ni nini? Ni neema ama upendeleo au patao mtu mbele za watu wengine. Kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, nilikugusia jana nikasema hivi, Yusufu alijua hii kanuni kwamba yule unayemjua na kuhusiana naye ana uwezo wa kukufanikisha na kukupa kibali. Kwa yeye alipoingia Misri hakutaka kujua kila mtu, alimjua Bwana, na maandiko yanasema Bwana alikuwa pamoja naye. Halafu Bwana akampa Yusufu matokeo katika kazi yake kama msimamizi pale kwa Potifa. Halafu Yusufu kwa sababu ya ubora akapata kibali machoni pa nani? Pa Potifa. Tumeelewa vizuri watu wa Mungu? Kwa kibali kina uwezo wa kustawisha. Sasa nyumba ya Potifa inaanza ku-experience utele. Nyumba ya Potifa inaanza ku-experience ustawi kwa sababu mwenye neema ameingia mahali pale. Mwenye neema ameingia, mwenye kibali ameingia mahali pale. Na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Kimsingi hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali utakapokanyaga watu wata-experience neema ya utele, wata-experience ustawi. Hakuna kitu utagusa na kitaacha alama ya malalamiko kwamba asingefanya yeye kisingeharibika. Kila utakachokigusa katika jina la Yesu Kristo kitaacha matokeo mazuri ya ustawi na kuombea katika jina la Yesu. Mtu wa mwisho ambaye nataka tumuone katika maandiko kama mfano wa nini kibali kinaweza kufanya ni Ayubu. Ayubu kwenye sura ile ya 42 mstari wa 8 mpaka wa 10 wa kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya 42 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Nini kibali kinaweza kufanya hasa kwa mtu ambaye yuko mahali fulani ama yupo katikati ya kundi la watu fulani? Ayubu 42:8 mpaka 10. Aliyepata anaweza kanisaidia. Frederick, kama umepata nitashukuru. Kitabu cha Ayubu. Sawa. Mkamwendee mtumishi wangu Ayubu. Mjisongeze sadaka ya kuteketezwa. Sawa. Na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea nyinyi. Kwa kuwa nitamridhia yeye. Nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu. Kwani ninyi hamkunena maneno yaliyo nyoka katika habari zangu. Sawa. Kimsingi hayo maandiko ni Mungu sasa anawageukia na kuzungumza na wale rafiki zake Ayubu. Kina Elifazi anazungumza nao wale. Wote wale ambao walienda kumtembelea Ayubu na wakaanza kuleta hekima zao. Walikuta Ayubu yupo katika hali ya maumivu mengi, wakakaa naye karibia wiki moja wanalia pamoja naye. Baadaye wakaanza kumuhoji, wanasema wewe Ayubu kuna mahali ulikosea, sio bure. Haya mambo yanakutokea, kuna mahali ulikosea. Wanaongea na Ayubu anaonyesha, mimi sijakosea chochote ndugu zangu. Mimi niko sawa tu. Alafu mwisho wa siku Mungu anapotokea kwenye ile picha ana judge, anayapima na kuyahukumu mawazo ya wale rafiki za Ayubu. Anasema mlikosea sana. Kwa hiyo sasa chukueni sadaka mpeleke kwa Ayubu, kwa sababu yeye alinena mazuri kuhusu mimi, ila ninyi hamkunena mazuri yaliyonyoka kuhusu mimi. Kwa hiyo nakufundisha hapa, unaposoma kitabu cha Ayubu usichukue kila neno au kila hekima kwamba ndio neno la Mungu. Kumbuka pale yanarekodiwa maneno ambayo ni maneno ya rafiki zake Ayubu katika ufahamu wao wa kibinadamu, wakidhani wamemuelewa Mungu. Halafu yako maneno ya Ayubu katika maumivu yake, lakini pia katika kupingana na yale maneno ya watu wake. Halafu pia liko neno ambalo Mungu ndio analizungumza sasa, kwamba huu ndio ukweli kuhusu mimi. Kwa wewe ukiondoka tu na ile hekima ya wale rafiki zake Ayubu, kuna namna utachanganyikiwa sana na kitabu cha Ayubu. Lazima uelewe kuna maneno ambayo wao waliyaongea wakidhani wanamuelewa Mungu, tofauti na vile Mungu alivyo. Alafu yako ambao yako ambao Ayubu aliyaongea, na yako masahihisho ambao Mungu aliyafanya. Kwa mfano, ukisoma kuanzia ile sura ya 38 unaona Mungu anamfanyia Ayubu masahihisho, kumuonesha kwamba Ayubu hana total control over everything. Anamwambia ulikuwa wapi wakati naomba hii dunia? Ulikuwa wapi wakati naiamuru siku ianze kutokea? Ulikuwa wapi wakati napiga duara katikati ya dunia? Anamuuliza maswali magumu ambayo majibu ya Ayubu kwa hayo maswali ni hapana, sikuwepo, sijui, wewe wajua.
Mpaka mwisho wa siku Mungu anamleta Ayubu kwenye pointi ya kusema kwamba sasa nimejua kwamba shauri na kusudi la Bwana litafanyaje? Litasimama, litadumu. Ndio pointi ambayo Mungu anamleta Ayubu hapo. Alafu anapomaliza mchezo sasa, Mungu kwenye sura ya 42 anawafuata rafiki zake Ayubu, anasema kwamba nyie hamkunena yaliyonyoka kuhusu mimi, konendeni mkatoe sadaka kwa Ayubu, halafu Ayubu atawaombea. Ndio Mungu pia anamfuata Ayubu, anasema watakuja rafiki zako kutoa sadaka, utawaombea. Utakapowaombea nitaugeuza uteka wako. Na wale anawaambia nendeni kwa Ayubu mkaombe, Ayubu atawatamkia baraka, atawatamkia neema, kwa sababu nimemridhia. Kwa mtu ambaye Mungu amemridhia ana uwezo wa kutamka neema kwa wengine na ikawa. Ndio Ayubu alikuwa kwenye hiyo point. Anasema kwa sababu nimemridhia, pelekeni sadaka kwake, atawatamkia neema, halafu baraka zitawafanyaje? Zitawapata. Na yeye Ayubu atakapofanya hivyo, kutoa vile vinyongo ndani yake juu ya rafiki zake, Mungu ndiye anamwambia ukifanya hivyo, ukiwasamea wale na kuwaombea, mimi nitageuza uteka wako. No wonder mara nyingi tunazunguka mahali pamoja hatuyaoni mafanikio, ni kwa sababu tumewabeba watu ambao tulipaswa kuanza kuwaombea baraka. Mungu anamwambia Ayubu, ili nimalize haya matatizo na machongomoto yako haya, anza kuwaombea wale ambao mlikuwa mnapigana, mnasigana kimawazo. Anza kuwaombea, nitageuza uteka wako. Ndio kanuni ya msingi, kuwapenda na kuwaombea adui zetu. Kwa hiyo mtu aliyebeba neema na kibali ana uwezo wa kukitamka hicho kibali au kukiachilia hicho kibali kwa watu wengine. Naomba nikusaidie sehemu ya pili ya somo langu kukuonesha kanuni za kupata kibali cha wenye kibali. Zipo kanuni za kupata kibali cha wenye kibali. Kwamba mtu ana kibali, tena andika ukweli, kwamba unahusiana na mtu mwenye kibali, haitakupa kibali kwa bahati mbaya. Haitakuhamishia na kukuletea kibali accidentally. Hapana. Ziko kanuni ambazo ukizifanya na kuzifuata zitahamisha kibali kwa watu wenye kibali ambao unahusiana nao. Na ndio maana unaweza kushangaa mtu yupo katikati ya kundi la watu wenye kibali na hana kibali kwa sababu ameshindwa kuzijua kanuni fulani. Kwa kile kibali kinachohama kwa wenye kibali kuja kwako hakihamagi accidentally. Ile hekima inayohama kutoka kwenye hekima kuja kwako haihami accidentally. Zipo kanuni za kufanya na kufuata ambazo zina uwezo wa kufungulia kibali cha watu, hekima ya watu, neema ya watu ije moja kwa moja kwako. Na hapa nitakuonesha. Kwa hiyo elewa kwamba hatupati kibali cha wenye kibali kwa njia ya kujipendekeza kwao. No, hatupati kibali kwa njia ya kujipendekeza kwao. Kwa njia ya kujipendekeza kwao, au wanasema kwa njia ya kuwa chawa wao. No. Hakiami kwa namna hiyo. Hakiamishwi kwa namna hiyo. Hatupati kibali cha wenye kibali kwa njia ya kuwanyonya. Sawa? Kama alivyokuwa anafanya Labani, yule ni unyonyaji. Amekwisha jua sasa kwamba Yakobo anacho kibali, na kwamba mambo yote pale yanafanikiwa kwa sababu Yakobo yuko mahali pa nafasi. Kwa anamwambia, dogo tulia hapa, nikulipe shingapi wewe? Mbona unahangaika sana? Wewe inaonekana shida yako ni hela, nikulipe shingapi? Na mkisoma yale maandiko pale, mkiendelea pale tulipokuwa tumeishia kusoma kile kitabu, mkisoma mtaona muujiza. Tena sio muujiza tu ule, sio muujiza kwa maana ya kile Mungu alichokifanya. Kabla ya kile Mungu alichokifanya ni kile ambacho Yakobo kwa hekima yake alikifanya kwa habari ya mifugo ambayo yeye na Laban walikuwa wanachunga au wanaishughulikia. Utaona Laban alimwambia Yakobo kwamba basi wewe baki, kwa sababu Yakobo aliuliza swali, mimi nitaanza lini maisha yangu? Laban akasema baki, tutagawana wanyama hao. Kwa akawekeana masharti. Nadhani kama tutakuwa sijakosea sana, Yakobo alisema kwamba wanyama wote ambao watazaliwa wakiwa na miraba kama pundamilia hivi ni wa kwangu, wengine ni wa kwako. Alafu unajua nini ambacho jamaa alikifanya? Kuna hekima moja aliipiga pale ili wazaliwe wanyama wenye hiyo namna. Turudi kusoma pale, utachukua muda. Hebu naomba ukaisome, nikupe hiyo assignment. Nenda nyumbani kaisome. Nini Yakobo alikifanya? Alihakikisha wakati hao wanyama wanapandiana, ameweka Yakobo alikuwa hatari sana. Hebu nenda kasome hayo maandiko. Anawatazamisha ile miraba ile, anawatazamisha. Kwa wakati wanapandiana wale wanyama, mwisho wa siku wanakuja kuzaliwa wanyama wenye kile ambacho wale wanyama walikuwa wanakiona. Hii ni hekima ambayo haielezeki yani. Kasome yale maandiko tuone ile hekima. Kwa ikaja ikatokea Yakobo akawa na wanyama wengi kuliko nani? Laban. Kwa sababu ya hiyo hekima aliyokuwa nayo.
hauwezi kumnyonya mtu mwenye kibali. Hauwezi kuchukua kibali chake kwa njia ya ulaghai. Zipo kanuni ambazo ukizifuata kabisa ataachilia kwa neema ya Mungu kile kibali kwako, na kile kibali kitakuwa juu yako. Na lazima pia hapa ieleweke vizuri kwamba kibali huwa hakimilikiwi na mtu kwanza, si ndivyo? Yule ambaye amekipokea na anacho ni matokeo ya kile ambacho Mungu amefanya juu yake na mwenendo wake umefanya ili kukipokea kile kibali. Sasa kwa sababu huyu mtu anacho kibali, anaweza akafanyika njia ya Mungu kukiambukiza kile kibali kwa watu wengine. Tunakumbuka Paulo anamwambia Timotheo kwamba usiache kuitumia ile karama iliyo ndani yako ambayo uliipata kwa kuwekewa mikono yangu. Sawa? Kwa watu wenye vitu fulani vya kiroho wanaweza wakaviimpact vitu hivyo vya kiroho kwa watu wengine. Na ndio sababu ya kwa nini nakufundisha hapa, usiwe mwepesi kuwekewa mikono na kila mhubiri pasipo kujua historia yake, pasipo kujua hali yake ya kiroho, pasipo kujua matunda yake. Usiwe mwepesi, kwa sababu kuna impartation huwa inaweza ikafanyika, hasa ukiwa umefungua moyo wako kwa ajili ya hilo. Mungu na atusaidie sana katika hilo. Kwa sasa nimezungumza, hatupati kibali kwa njia ya kujipendekeza kwa wenye kibali, hatupati kibali kwa njia ya kuwanyonya kama Laban alivyokuwa anafanya kwa Yakobo, wala hatupati kibali kwao kwa njia ya ufuasi ama utii wa udanganyifu. Sawa? Hatupati, ni ule utii ambao ni genuine, sio udanganyifu ama ulagai wa kuigiza. Hautapata chochote kutoka kwa mtu mwenye kibali. Na hapa sasa nikuoneshe kanuni. Ufanyaje ili uweze kupata kibali cha watu wenye kibali? Mahali popote pale Mungu alipokuweka, unaweza kuhusiana na watu ambao wana kibali, wana neema katika eneo fulani, wana nguvu katika eneo fulani, na inawezekana kabisa wewe kutap in kwenye nguvu zao na kuchukua ile nguvu yao au sehemu ya nguvu yao. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya utambuzi wa neema walioibeba. Kanuni ya utambuzi wa neema au kibali cha Mungu kilichopo kwenye maisha yao. Usipojifunza kutambua neema walizonazo wengine ama neema walionayo wengine, sahau wewe kutembea kwenye neema kama yao. Sahau. Kwa hiyo neema huwa inavutwa kwa kutambuliwa. Unatambua kwamba huyu anacho ambacho mimi sina. Kwa sababu hauwezi uka-attract usichokijua, usichokitambua. Una-attract tu kile ambacho umekispot kwamba huyu ana kitu cha tofauti ambacho mimi pia ninakihitaji. Kwa neema inabebwa, inakamatwa kwa kuanza kuwa realized, kutambua kwamba iko neema juu ya huyu mtu, kiko kibali juu ya huyu mtu, yako mafuta juu ya huyu mtu, uko uwezo juu ya huyu mtu, na mimi kwa neema ya Mungu ninahitaji uwezo au haya mafuta alionayo. Na sasa hii ni zaidi ya kuspot ama kugundua umaarufu wa mtu. Sikia nikwambie, jifunze kutofautisha umaarufu na kibali. Mtu anaweza akawa maarufu na asiwe na kibali. Kabisa inawezekana. Ni maarufu na hana kibali. Kuna watu wengi sana kwenye nchi za wenzetu huko na hata hapa wapo wengi ambao maarufu wao ni matokeo ya kufanya vitu visivyofaa. Je, wana kibali kwenye jamii zetu? Jibu ni hapana, ila anajulikana kwa sababu ya vitu anavyovifanya. Ni vya kijinga, ni vitu vya ajabu, ni vitu vya kudhalilisha mwili wake na kudhalilisha wengine. Anajulikana lakini hana kibali. Hakubaliwi, na sio watu ambao mzazi anaweza kumwambia mwanae hebu muangalie yule na ujifunze kutoka kwake. Anajulikana, lakini wazazi wanapoona tu picha yake, wanapoona tu wimbo wake, wanapoona tu anazungumza, wanahamisha channel. Nini? Mwanangu sitaki aone kile. Kwa sababu hana kibali kwa watu wote. Kwa katika hii point hapa, jifunze sio tu kuspot umaarufu wa mtu. Hatuzungumzii umaarufu wa mtu hapa. Hapa tunazungumzia ile neema ya uwezesho. Hapa tunazungumzia ile neema na ule upendeleo ambao Mungu amewachilia kwa mtu, na mtu kwa kuzitii kanuni za kiungu anaweza kuakisi ama kuangaza kwa watu. Kwa sasa hapa unatakiwa kuwa makini sana. Tazama matunda ya maisha yao. Je, hicho anachokifanya kinazaa nini? Tazama matunda ya maisha yao. Tazama matunda ya maisha yao. Tazama kiwango chao cha heshima kwa Mungu na kwa watu. Utajua kama huyu mtu nafaa kumfuata ama sifai. Kiwango chao cha heshima kwa Mungu na kwa watu. Mtu ambaye anamzungumzia Mungu vibaya hapaswi kuwa role model wako. Mtu ambaye anajiweka mahali pa Mungu hapaswi kuwa role model wako. Nimewahi kuiongea kitu mara nyingi. Niliwahi kumkemea kijana mmoja muda mrefu sana. Uzuri hayupo hapa kanisani, ila alikuwaga ni mmoja kwenye hii huduma yetu. Akanasema yani mimi role model wangu ni Jay-Z yani. Mimi na Jay-Z damdam. Nikamwambia sasa wewe ni nuru, unajifunzaje kwa giza?
Unajifunzaje kwa giza? Yaani inawezekanaje role model wako akawa ni mtu wa jinsi hiyo? Ina maana ufalme wetu umeishiwa kabisa watu ambao tunaweza tukawafanya kuwa na mahusiano katika namna hiyo na wao. Hatuna watu wa maana huku, ila dunia ndio ina watu wa maana. Kumbuka, hii ni kanuni ya kawaida tu. Mtu asiye upande wako yupo kinyume na wewe. Kama hamwabudu Mungu unayemwabudu, kama hamwamini Mungu unayemwamini, huyo hampo kwenye ufalme mmoja. Hata kama wewe anafanya vitu vizuri kwa namna gani, hayupo kwenye ufalme mmoja. Kwa watu wa jinsi hiyo waga tunaishia kujifunza kwa mbali kutoka kwao, na sio kutengeneza aina yoyote ya mahusiano na wao. Kwa sababu najua swali linalofuatia utaniuliza, na wale walimu wanaotufundisha vioni na mashuleni wapi na wapi na wapi wanabaki kuwa walimu. Issue ya kuwa mentor ni issue ambayo umedhamiria kwamba huyu atakuwa mlezi wangu. Sasa hiyo inahitaji umakini sana. Sio kila mtu anaweza kuwa mwalimu, lakini sio kila mtu anastahili kuwa mentor wako. Paulo anaiongea vizuri. Nadhani kwenye Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 15. Asema mnaweza kuwa na walimu 10,000 lakini hamna baba wengi. Sawa eh? Baba, mentor ama mlezi ni nafasi rare, nafasi adimu sana kuliko nafasi ya walimu. Walimu ni wengi mno, wengi sana. Lakini walezi, wazazi, wasimamizi ni wachache sana. Na wanatakiwa kuwachagua kwa hekima kubwa ya kimungu. Kwa hiyo unaangalia unyenyekevu wao kwa Mungu na kwa watu wanaowazunguka. Anamzungumziaje Mungu wa Biblia? Anamzungumziaje? Useme tu habari ya imani yake atajua mwenyewe, mimi tu nafanya kile ambacho anakifuata. Kina uwezo wa sababu kila anachokifanya kimebeba aina fulani ya uvuvio wa nguvu ya ulimwengu anaoutumikia. Sio naongea kitu watu wa Mungu. Kwa lazima unapojifunza uweke mipaka fulani ya kiroho ili roho yako iwe salama. Lakini pia tunajifunza na kuangalia uaminifu wao kwa muda mrefu. Sawa? Tunapokuwa tunajifunza au tunataka kutambua neema ya Mungu, nimesema tuangalie umaarufu, tunaangalia matunda ya mtu, tunaangalia heshima ya mtu kwa Mungu na kwa watu, lakini pia tunaangalia uaminifu wao kwa muda mrefu. Jambo moja kwa habari ya uaminifu ni kwamba uaminifu huwa upimwi leo. Uaminifu unapimwa kwa muda mrefu. Hata Kristo mwenyewe anapozungumzia uaminifu anasema hivi, wale watakao amini mpaka mwisho, watakao vumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Uaminifu wa upimi kwa kesi ya frequency. Mara ngapi mtu anafanya, ni kesi ya duration. Mpaka lini mtu atadumu katika hilo jambo analolifanya. Kwa hiyo ni kanuni ya kwanza. Itambue neema ambayo watu wamebeba. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Itambue neema, fahamu kwamba huyu ana neema ya tofauti na yangu. Heshimu hiyo neema aliyonayo. Heshimu. Hatuwezi kuwa sawa. Kila mmoja ana neema fulani. Andiko ambalo utaliandika hapo la msingi. Sura ya 10, Mathayo sura ya 10 mstari wa 41. Mathayo sura ya 10 mstari wa 41. Mathayo 10:41. Inasema ampokeaye nabii, pigia mstari neno ampokeaye nitalizungumzia. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki, hayo maneno mwenye haki kwenye Biblia nyingine inasema naye ampokeaye mtu mwema. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Kwa hiyo unakiattract kile ulichokipokea kutoka kwa watu wengine. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Hii ndio kanuni ya maandiko. Una attract kile ulichokipokea kutoka kwa watu wengine. Neno kupokea nilikwambia lipigie mstari. Ni neno la Kiyunani linaitwa dikomai. Dikomai ndio maana ya kupokea. Dikomai. Nadhani linatofautiana, nadhani kama tukasi kosea sana, nadhani linatofautiana neno lingine la Kiyunani linaitwa lambano. Lambano ni kupokea kitu kwa namna ya kawaida. Dikomai ni kupokea kitu kwa shauku. Ndio tofauti yake. Lambano ni kukipokea tu kitu, yani tu kimekuja kwa bahati mbaya, kimekukuta huko intentional. Lakini dikomai ni kukipokea kitu kwa namna ya shauku, una kiu, una shauku nacho. Kama mimi nilikwambia jana, leo nitakufundisha kanuni ya 3 ya kibali. Tangu upo nyumbani unajiandaa unasema leo ni kanuni ya 3 aisee, kwanza nikasome, kwanza nikasikie, kwanza. Hiyo ndio inaitwa dikomai, upokeaji wa shauku. Unaanza kujiandaa kupokea, you are intentional. Una dhamiri ya dhati katika kupokea. Hiyo inaitwa dikomai. Na hii inamaanisha mambo haya kwa haraka. Nimezungumza kwanza upokeaji wa shauku, unaweza kuongezea jambo lingine hapa, ni kupokea kwa moyo ulio wazi.
Kwa anaposema yeye ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, hamaanishi tu anayemwambia karibu nabii. Kwanza, anayempokea kwa shauku. Pili, anayempokea kwa moyo ulio wazi, moyo uliofunguka. Anayempokea kwa namna ya kukubali uhalali na mamlaka ya yule nabii. Wakati wengine wote wanasema huyu hawezi kuwa mchungaji bwana, huyu sio mchungaji, huyu sio nabii bwana, hana sifa hizo. Huyu mwingine anasema huyu ni nabii, huyu ni mtu wa Mungu. Namna ya upokeaji wa watu hao wawili haiwezi kuwa sawa. Na chochote ambacho mtu huyo wa Mungu amekibeba kwa ajili yao hao watu wawili haiwezi kuwa sawa katika kupokea kwao. Yule ambaye amempokea kama mtumishi wa Mungu kweli kweli, na yule ambaye amempokea kama mtu wa kawaida, au hawawezi wakapokea katika namna sawa chochote ambacho nabii anakiachilia. Kwa nimesema namna nyingine ya kupokea ni kuikubali, kuiamini ile mamlaka na uhalali wake. Sababu ya kwa nini Yesu afanya miujiza mingi sana kule Nazareth kwao na maeneo yote aliyokulia ni kwa sababu watu hawakumpokea. Ndio Yesu akaja na msemo maarufu sana kwamba nabii hapati heshima nyumbani kwao. Na ndio maana unaona watu wengi wa maeneo ambayo Yesu alikulia hawakufaidi sana miujiza ya Yesu kwa sababu ya kuto kumwamini kwao. Sio kuto kuamini kwa maana ya lack of faith kwa Mungu, ni kuto kumwamini mtumishi wa Mungu. Nadhani ni Nyakati, kitabu cha Nyakati, nitafutie Nyakati Nyakati wa kwanza sura ya 20 bila shaka. Nyakati wa kwanza sura ya 20. Sasa sijui itakuwa ni mstari wa ngapi. Hebu niangalizie tena mstari wa 20 hapo hapo. Nyakati wa kwanza 20. Kama nitakuwa nimekosea utanitafutia hilo andiko. Inasema kwa habari ya kupokea watumishi wa Mungu au kuwaamini watumishi wa Mungu na matokeo ya hilo. Haraka haraka Nyakati wa kwanza 20 kama kuna mtu amepata. Kama nitakosea sana kwenye kumbukumbu zangu. Inasemaje? 20. Nyakati wa kwanza 20 nadhani haina 20. Inasema? Haina 20. 22 au nitafutie hilo andiko. Nyakati wa kwanza anasema muaminini Mungu ndivyo mtakavyo thibitika, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Kitu cha namna hiyo. Nyakati ngapi? Muaminini Mungu ndivyo mtakavyothibitika. Ile andiko tangu jana liligonga kichwani pale, alafu nikawa sina kumbukumbu niliona wapi. Lakini kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati. Nyakati ngapi? Nyakati 2:20. Yes. Nyakati ya pili 20:20. Nasemaje? Kama umepata Humphrey tusaidie hapo haraka. Nyakati 2:20. Nyakati 2:20. Wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, na walikuwa wakitoka Yehoshafati. Wakasimama wakasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Waaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Muaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyopata uimara au mtakavyothibitika. Halafu waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa au ndivyo mtakavyostawi. Kwa kule kumpokea nabii ambako Mathayo anazungumza pale, maana yake ni kukubali uhalali wake, ni kukubali mamlaka aliyoibeba kama chombo cha Mungu. Lakini jambo lingine nadhani litakuwa la 4 ni kumkaribisha kwa heshima. Ampokeaye nabii maana yake amkaribishaye kwa heshima ya kinabii, ampaye heshima ya kinabii. Na mara nyingine ni kujitambulisha na ujumbe wake, yani kujiidentify wewe na ujumbe wake. Maana yake kutoji-exclude kwenye ujumbe wa nabii. Mara nyingine huwa hatupokei hata katika mahubiri kwa sababu yale ambayo mchungaji anahubiri huwa tunasema hili alinihusu mimi na mhusu fulani. Yani kabisa hii ni tabia ya fulani kabisa ninaweza kuiona hapa inazungumziwa. Huyu anazungumziwa fulani. Kwa wewe unaji-exclude, unajiweka pembeni. Na kwa namna hiyo hauwezi ukapokea chochote kile. Ukishakuwa na mentality kwamba hili kanisa kila mara mchungaji akisimama waga ananisema mimi tu, ananihubiri mimi tu, hakuna kitu utapokea. Kwa sababu tuna kazi nyingi sana kuliko kazi ya kufuatilia mambo yako na kuanza kuyahubiri hapa madhabahuni. Kwa kweli wewe haunitishi sana. Ukiona mambo hayajakaa sawa kwako, naweza nikakuita mahali pasiri tu na nikakwambia hili na hili hajakaa sawa. Sikuogopi kiasi cha kuja kusimama hapa madhabahuni ni kuongelea hapa. Kwa kweli hapana. Sijakuogopa kiasi hicho bado. Lakini jambo zuri ni kwamba hujafikia hiyo level, haujapotea kiasi hicho. Uko vizuri. Wewe uko vizuri. Kwa hiyo kujitoa kwenye ujumbe wa nabii ni namna pia ya kushindwa kumpokea nabii vizuri. Lakini mwisho wa siku, maana ya kumpokea nabii ni kumpa nafasi kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu amempa.
Kwa unampa nafasi kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu amempa. Niliwahi kuwapa ushuhuda wangu mimi binafsi hapa. Nikasema tangu nianze kufanya huduma kabisa na Mungu aanze kunitumia kwenye eneo la ualimu, uchungaji, uponyaji na maeneo mengine yote, ndugu zangu wote wananiita pastor. Ndugu zangu wote wananiita pastor. Wote. Na hiyo heshima iko pale. Na sidhani kama wengi tunafahamu kwamba yule mtumishi wa Mungu ambaye anatupigia kinanda hapa kila Jumapili ni kakaangu kabisa. Ima. Yule kijana anakaga hapa anapiga kinanda. Yule ni kakaangu kabisa. Yaani anaanza yeye ndio mimi namalizia. Mimi ndio wa mwisho. Yule ni kakaangu kabisa, damu moja kabisa. Lakini angalia hicho kiwango cha heshima ambayo yupo nayo kwa Mungu na kwangu, kwamba nikimwambia naomba uje leo kanisani, anaacha shughuli zake zote anakuja kanisani kupiga kinanda hapa. Na yeye pia ni mhubiri mzuri sana. Watu hawajuagi tu kwa sababu wanamuonaga ni mtu fulani hivi wa muziki. Lakini ni mhubiri mzuri sana, ni mwalimu mzuri. Tena kimsingi ukikana mzee Gripa atakwambia kwamba katika familia tulidhani Ima ndio angekuwa mchungaji. Wote wanasema hivyo, wanasema tulidhani Ima ndio angekuwa mchungaji. Kwa sababu tangu utotoni yeye alianza kuhubiri muda mrefu sana, tangu utotoni. Sasa utaona hicho kiwango cha heshima hicho ambacho unaweza kumpa mtumishi wa Mungu kinapaswa kuwa hata zaidi ya kwamba mnashare damu. Yaani hiyo inakuwa tena haipo pale. Hiyo inakuwa ni kwa sababu huyu Mungu amempa nafasi, sio kwa sababu ni kaka yangu, sio kwa sababu ni dada yangu, sio kwa sababu ni mtoto wangu. Huyu ni kwa sababu Mungu amempa nafasi. Kwa hiyo anayo nafasi katika mpango mpana wa Mungu. Kwa sababu Mungu katika mpango wake mpana huwainua watu ili wamsaidie kutimiza huo mpango wake mpana. Kwa watumishi wa Mungu ambao tunawaona, Mungu amewapa sehemu katika kutimiza mpango wake mpana katika eneo fulani, na wewe pia upo katika eneo lingine. Kwa ni vizuri kujifunza kuheshimiana. Si ndivyo watu wa Mungu? Kwa hii kumpokea maana yake ni kumpa nafasi kwa sababu ni nabii. Ndio maana nataka kurudia ile maandiko, anasema hivi, ampokee nabii kwa kuwa ni nabii. Ampokee nabii kwa sababu ni nabii, atapata thawabu ya nabii. Kwa ile thawabu, ile baraka nabii amebeba kwa ajili yako, ukimpokea katika namna ambayo nimekuelezea pale, na wewe pia unafanyaje? Unaipata. Kwa tunaweza tukapata kibali na baraka za watu wenye kibali kwa kujifunza kutambua neema ya Mungu juu yao na kuwapokea wao na kile walicho kibeba. Uwaga haiji bahati mbaya. Eti tu kwa sababu unasali kwenye ile kanisa pale, mchungaji ana neema kubwa katika eneo fulani, unategemea na wewe utakuwa hivyo. Hapana. Haiji hivyo. Ingekuwa hivyo, wengine tumeishi katikati ya walevi, tumesoma katikati ya walevi, tumesoma katikati ya wachawi. Kwa kweli tusingekuwa hivi tulivyo leo. Lakini inakuja kwa maamuzi kukubali kupokea kile ambacho wao wamefanyaje? Wamekibeba. Kanuni nyingine ya pili. Hii ni kanuni ya heshima, unyenyekevu na huduma. Hii nimeita kanuni ya heshima, unyenyekevu na huduma chini ya watu wenye kibali na pamoja na watu wenye kibali. Narudia. Ni kanuni ya heshima, unyenyekevu na huduma chini ya watu wenye kibali na pamoja na watu wenye kibali. Najua Waafrika wengi, tena sio Afrika peke yake, wanadamu wengi, moja kati ya maneno yanayotuudhi na kutufanya tusiwe comfortable ni ile neno kwamba ninatumika chini ya mchungaji fulani, ninatumika chini ya ofisi fulani, ninatumika chini ya kampuni fulani. Hayo maneno huwa yanatuudhi sana, kwa sababu huwa yanatukumbusha unyenyekevu, kitu ambacho tumekwisha amua ndani ya mioyo yetu kwamba hatukitaki kwa gharama yoyote ile. Ndio maana wengi huwa wanashindwa kujiidentify kwamba watoto wa mchungaji fulani. Sisi ni watoto wa mchungaji fulani. Yeye anadhani akisema mimi ni mtoto wa mchungaji fulani ni kwamba amemuinua sana na yeye amejiweka kuwa duni. Anadhani akisema kwamba mimi natumika chini ya ofisi fulani katika kitengo fulani, anahisi kama hiyo ni kujifanya yeye awe duni. Na kwa sababu ya hiyo mentality ndio maana huwa uko tu pale na hakuna baraka unayoipokea ya mahali pale. Kwanza nafundisha kitu cha msingi. Kwa kweli, yale mambo yote ambayo Mungu ametufanyia sisi kama kanisa hapa kwa muda wa miezi 4 ya mwisho, tena kwa mfululizo, sio kukamilisha ujenzi, sio kutununulia viti vya washirika, kutununulia viti vya wachungaji, kutununulia carpet hapa, anatununulia vyombo vya muziki. Haya yote yanapaswa ya kufundishe wewe uliyeamua kusubmit kwa chini ya dari hili. Yanapaswa kufundisha kitu fulani, kwamba huu ni msimu wa Mungu kutembea kwenye maisha yangu. Inapaswa kufundisha hivyo. Kwa sababu Mungu anayafanya hayo sio kwa sababu ya haya matofali yaliyozunguka hapa, ni kwa sababu ya uwepo wako hapa. Kwa unapoona tunaomba na yanatokea, ni taarifa kwamba Mungu anazunguka na yupo kwenye kijiji chetu. Hiyo ni taarifa. Kwa hiyo neema haukupaswa kuiacha.
Lakini tatizo langu mimi na wewe ni kwamba tupo tu, yani hatujaji-identify, hatujajishikamanisha na kile kinachotokea. Na ndio maana yanatokea tu kwa juu, tunasema hey bwana, kanisani kwetu imekuwa. Kwa kweli chochote kinachokuwa kanisani kwako kinapaswa kuwa maradufu kwako, kwa sababu wewe ndio sehemu ya hilo kanisa. Na Mungu anafanya chochote kwa ajili yako. Lakini kwa sababu ya ile mentality ya kwamba huwa hatupendi sana kuwa committed kwenye eneo, kuwa committed kwa watu fulani ambao Mungu ametuweka pamoja nao au chini yao, huwa hatupendi kuwa committed. Ndio maana mengi yanayotokea pale huwa yanapita tu juu, yanapita tu juu, yanaenda. Na wale ambao wamejifunza kubeba na kutap ile neema, huwa wanajua kwamba huu ni wakati wa Mungu kutembea. Kwa kama anavyotembea kule kanisani, atatembea pia kwenye maisha yangu. Na inakuwa prayer point kwamba Mungu, wewe ndio uliyefanya kule na unaweza kufanya hapa. Unaweza kufanya hapa. Haya mambo tunavyoongelea na kumshukuru Mungu ni kama amefanya mambo, ni kama ametujengea ghorofa bileti. Ni kama amefanya mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyaona. Lakini hiyo ndio inayozaa hatua kubwa nyingine zaidi, kumtambua na kumshukuru Mungu hata kwa vitu vidogo. Kwa kanuni hii ni ya heshima, unyenyekevu na huduma chini na pamoja na watu wenye kibali. Kama uko mfano mzuri sana wa huduma chini ya mtu mwenye kibali au chini ya watu wenye kibali, mimi ningekushauri uangalie mfano wa Elisha kwa Elia. Nitakusomea maandiko machache hapa. Tuiangalie mfano huduma ya Elisha kwa Elia kwa haraka. Kitabu cha Wafalme wa kwanza na kuonesha huduma ya Elisha kwa Elia, namna ilivyoanza na hata baadaye ilivyoleta matokeo. Na nitakuthibitishia kwamba yale ambayo yalikuwa yanatokea na yale yaliyoonekana baadaye kwenye maisha ya Elisha ni matokeo ya heshima, unyenyekevu na utumishi chini ya nabii Elia. Wafalme wa kwanza sasa sura ile ya 19, na ninaomba nisome mstari wa 19 mpaka mstari wa 21. Basi akaondoka huko akamkuta Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akilima, mwenye jozi za ng'ombe 12 mbele yake. Jozi za ng'ombe 12. Jozi ni nini? Ni pair, jozi ni pair, sivyo? Kwa maana yake alikuwa ana ng'ombe jozi 12 za ng'ombe. Kwa hiyo tunazidishaje hiyo hesabu ili tupate idadi? 24, right? 24, alikuwa na ng'ombe 24, sivyo? Jozi 12 mbele yake na yeye mwenyewe, si ndio? Ni sawa hiyo hesabu? Sawa, nakukubali. Alikuwa pamoja na lile kundi la 12, si ndivyo? Elia akapita karibu naye, akatupa vazi lake juu yake. Baadhi ya Biblia zinasema akamvisha vazi lake. Naye akawaacha ng'ombe akamfuata Elia. Tumeelewa hii habari? Elia anapita anamkuta Elisha alikuwa tu ni mchungaji ng'ombe. Akamtupia vazi ama akamvisha vazi. Elisha akaacha ng'ombe, siku hiyo anaanza kumfuata Elia. Tazama sasa maneno yake. Anasema naye akaacha ng'ombe akamfuata Elia mbio, akisema, nipe ruhusa na kuomba nimbusu baba yangu na mama yangu, kisha mimi nitakufuata. Elia anamjibu akamwambia, enenda urudi, nini niliyokutendea? Akarudi akiacha kumfuata, akatoa lile jozi la ng'ombe, akawachinja, akawatokosa nyama zao kwa ile miti ya ng'ombe, akawapa watu wakala. Kisha akainuka akamfuata Elia akamhudumia. Hayo maneno akamhudumia ni maana sana. Kwa hiyo na hii habari, Elia anamuona Elisha anamtupia vazi, Elisha analivaa lile vazi, anamwambia hebu naomba ruhusa nikaagane na ndugu zangu nikufuate. Elia anasema hata hivyo mimi sijakufanyia chochote, nimefanya nini mimi? Yule ndugu Elisha anaenda anachinja ng'ombe wote aliokuwa nao pale. Alafu maandiko anasema anatumia miti yao. Ile miti ni miti ya nira. Si unajua ng'ombe ili walime wanafungishwa zile miti pale ili walime wawili. Kwa akachukua zile miti zile, akafanya kuwa kuni, akachinja, akatokosa zile nyama, akawagawia wanakijiji. Maana yake alidhamiria sana kumfuata Elia, kiasi kwamba alienda kwenye kile kinachoweza kuja kuwa kizuizi baadaye, akakiondosha, ili anapoanza kumfuata Elia asiwe na sababu ya kurudi nyuma. Umeona kanuni ya ufuasi, kanuni ya heshima, kanuni ya unyenyekevu, ndivyo ambavyo inaanza kufanya kazi. Watu wa Mungu, si mnanielewa vizuri? Sasa angalia yale maneno kwamba akamhudumia ama akamtumikia. Ni neno la Kiyunani
linaitwa shirat. Sio la Kiyunani, la Kiebrania linaitwa shirat. Ni neno la Kiebrania linaitwa shirat. Maana ya neno akamhudumia inamaanisha kwamba kuhudumu kama msaidizi wa karibu. Kwanza, kuhudumu kama msaidizi wa karibu. Lakini pili ni kutumika bila kuongoza. Kwa Elisha alikuwa anatumika pamoja na Elia bila kuwa mbele, bila kuongoza. Manake yeye alikuwa akifuata maongozi na malezi. Na tatu ni kutekeleza majukumu tena ya chini kabisa, kutekeleza majukumu ya chini. Nimesema kwanza ni kuhudumu kama msaidizi wa karibu, pili ni kutumika bila kuongoza, na tatu ni kutekeleza majukumu ya chini kabisa. Na nne, maana ya kule kutumika au kuhudumu ni kutegemea mamlaka ya mwingine. Kwa chochote ambacho Elisha alikuwa anakifanya, alikuwa anategemea mamlaka na maelekezo ya Elia. Hii inavuta kibali alichonacho yule ambaye unamtumikia au unahudumu chini yake. Niliwahi kufundisha mahali fulani, kama sio hapa ni mahali pengine. Nilikuwa nafundisha somo la uongozi nadhani. Kama hapa nimewahi kuzungumza hii kauli basi nilizungumza tu wakati napita, lakini nilifundisha mahali somo la uongozi. Nikasema kwenye ile sura ya 6 Matendo ya Mitume utaona kunatokea na malalamiko ndani ya kanisa kwa habari ya mgao wa chakula. Wanaweka suluhu kwamba wachaguliwe viongozi 7 watakao wakisimamia mgao wa chakula, na wale viongozi wanapochaguliwa ilikuwa ni kwa sababu mitume wabaki kulihudumia neno la Mungu na maombi, halafu mambo yote yanayohusu shughuli za kikanisa zifanywe na hao ambao tunaoita mashema sasa, ambao pale walikuwa kina Filipo, kina Stefano, kina Prokoro na watu wengine walikuwa kwenye ile kundi. Kwa utaona ni wazi sasa kwamba Mungu aliwachagua mitume, manabii na wachungaji na watu wengine, na hawa wanawachagua viongozi wengine wa kanisa ili kurahisisha kazi ya Mungu, si ndivyo? Kwa hiyo mashemas wanawajibika kwa Mungu kwa njia ya kuwajibika kwa wachungaji. Hiyo imekaa sawa? Halafu wachungaji wanawajibika kwa Mungu kwa njia ya kuwajibika kwa watu wanaowachunga, kondoo wanaowachunga. Sawa? Ndio wanawajibika kwa Mungu. Kwa hiyo inatupa tafsiri kwamba namna ya kumtumikia Mungu ni kuwatumikia watu. Sawa? Hakuna mtu ambaye ana utumishi kwa Mungu moja kwa moja usiohusisha watu katikati. Huyo mtu hawezi akana mtumikia Mungu, kwa sababu utumishi wowote kwa Mungu unahusisha nini? Watu. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu unahusisha watu, utumishi wowote. Kwa ndio maana unaona hapa Elia anatumikiwa na Elisha. Na kwa namna hiyo Elisha anamtumikia Mungu kwa njia ya kumhudumia mtumishi wa Mungu. Kwa wala hii sio spiritual dictatorship. Hapana. Ni kanuni, tunamtumikia Mungu kwa njia ya kutumikia watu. Kama ambavyo mchungaji anatuchunga na kutulinda katika mafundisho na kutuongoza hapa na pale na kutuombea, ndivyo na sisi tunaweza tukamhudumia katika mahitaji yake ya kiroho na hata ya kimwili. Na kwa namna hiyo tunamtumikia nani? Mungu. Na yeye chochote ambacho anakifanya ndicho anachokifanya kwetu ili kumtumikia nani? Mungu. Kimsingi utumishi wangu mimi utapimwa kwa namna nilivyofanikiwa katika kuwatumikia nyie. Ndio Mungu atapima hapo. Kama hakuna yeyote kati yetu atapotea, kama kila mmoja atafikia kwenye kilele cha kusudi lake kama Mungu alivyomkusudia, mimi niko salama. Kwa mimi kazi yangu ni kukufanya wewe uwe vile Mungu alivyotaka uwe, kupitia mafundisho na kila ambacho nakileta kwako kwa neema yake. Na ndio maana kila mara wewe utaona kila ambacho tunajifunza kina uhusiano sana na hatima yako. Sio kwa sababu mimi ni mtaalamu sana wa kuspot nini cha kuzungumza, ni kwa sababu Mungu yuko na business muhimu na wewe. Na ndio maana ananitumia mimi kama chombo cha kukuchonga na kukujenga wewe katika jina la Yesu Kristo. Angalia sasa mfano tumeangalia namna ambavyo uhusiano wa Elia na Elisha ulianza. Hebu tuangalie mfano wa utumishi wa Elisha kwa Elia kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sasa. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 11. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 11. Nini baadhi ya mambo ambayo Elisha alikuwa anayafanya kwa Elia? Anasema, lakini yeyote kufuata akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Elia. Haya maneno ni ya msingi kwa sababu yanatupa picha ya utumishi wa Elisha kwa Elia. Anasema alikuwa akimimina maji juu ya mikono yake Elia.
Hii ni picha kwamba alikuwa akimhudumia kwa mahitaji yote kama kijana anayefanya kazi za pale nyumbani. Kama kijana anayefanya kazi za pale nyumbani. Ndio alichokuwa anafanya Elisha kwa Elia. Wala Elisha hakuanza kumfuata Elia ili awe nabii kama Elia. Haikuanzia hapo kwanza. Chochote ambacho alikifanya ilikuwa ni utambuzi wa neema ya Mungu juu ya Elia, na akaona anao wajibu wa kuitumikia ile neema hata kama haitakuwa madhabahuni. Hata iwe tu mimi ndio nayepasi nguo za huyu nabii, that's okay with me. Ndio Elisha alikuwa na hiyo mentality. Yaani mimi ndio nina brush viatu vya huyu mtumishi, that's okay with me. Mimi ndio naandaa na kupika chakula chake, that's okay with me. Wengi katika mazingira namna hiyo watamjaji Elisha, atasema anajipendekeza, anajitengenezea utumwa, hivi na vile. Lakini ndani ya Elisha alikuwa anajua nini anachokijenga. Mara nyingi kwa bahati mbaya sana unyenyekevu katika jamii tulionayo ambayo haiwezi kunyenyekea. Unyenyekevu unaonekanaga ni uduni, ni ushamba, ni kuwainua watu, ni kuwaabudu watu. Sikiza nikwambie, unaweza ukanyenyekea chini ya mamlaka pasipo kuireplace na Mungu. Inawezekana kabisa. Wewe jifunze tu kutambua neema aliyobeba mwingine. Jifunze kuiheshimu neema ya mwingine. Jifunze kumpa nafasi ya kwanza kabla yako. Utajikuta umefanikiwa sana katika kunyenyekea. Angalia jambo la mwisho hapo. Kwa mfano. Kwa utaona sasa mwisho wa siku Elisha akastahili kupata sehemu ya roho, kibali ama nguvu aliyokuwa nayo Elia. Stahili kwa sababu ya yote yale ambayo alikuwa akiyafanya. Kwa hiyo ndio utaona sasa kibali huwa akihamishwi hivi. Kibali huwa kinahamishwa kwa heshima, kwa utumishi na kwa unyenyekevu. Mtu ambaye umetembea naye muda mrefu, mtu ambaye umenyenyekea chini ya maongozi yake muda mrefu, mtu ambaye umemhudumia muda mrefu, kuna sehemu ya neema alionayo unaibeba kabisa, hivi. Wewe unajua ama hujui? Wewe siku moja anza kuexercise kitu ambacho kiongozi wako anakifanya. Utaona anakifanya kwa wepesi sana, kwa sababu ile neema huwa inakuwa tapped kwa namna hiyo, inabebwa kwa namna hiyo. Kwani wangapi walimsikia juzi Fabian anahubiri? Sijasikiza wala mahubiri yake. Sijasikiliza, lakini nimeambiwa amehubiri vizuri sana. Nadanganywa. Alihubiri vizuri eti. Sasa mtu wa kwanza kuniambia alikuwa ni brother wangu Ima. Akaniambia wakati yule dogo anacheka, wakati anahubiri mimi nilikuwa nacheka sana, kwa sababu nilikuwa nakusikia wewe ndani yake. Ndio kitu alichoniambia. Nilikuwa nakusikia wewe ndani yake. Yaani ni kama wewe ndio ulikuwa unaongea. Na mimi Fabian nimejuana naye muda mrefu sana kupitia mtandao. Ni mtu ambaye alikubali kusubmit chini ya maongozi. Ingawa yuko mbali, lakini alikubali kusubmit chini ya maongozi kwa muda mrefu. Kwa mafundisho yote ambayo tunafundishana hapa na tunataka kufundishana, yeye alikuwa anayapata na anajifunza. Sio? Sasa mtu ambaye amekubali kufungua moyo wake kwa namna hiyo, kuna sehemu ya neema huwa anafanyaje? Anaibeba. Haijagi tu bahati mbaya watu wa Mungu. Sasa angalia Wafalme wa Pili. Tumalizie hapa. Wafalme wa Pili 2:9. Wafalme wa Pili 2:9. Hata ikawa walipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Ndio kitu pekee ambacho Elisha alikiomba kwa Elia. Maradufu ya roho yako iwe juu yangu. Alafu unajua baadaye Elia akampa sharti, akasema, tulia. Ukiniona wakati natwaliwa, tayari umepata ombi lako. Na utaona kabla Elia hajatwaliwa, Elisha alikuwa anakutana na manabii wengi. Manabii wengi wanamwambia kwamba unajua kwamba bwana wako anatwaliwa leo? Jamaa anasema, najua. Sasa mbona endelea kumfuata? Anasema, mimi namfuata tu. Ingawa najua. Kila anachoambiwa kwamba unajua hivi na hivi kuhusu bwana wako, anasema, hicho nakijua na nimekubali. Hicho siwezi kubadilisha, nimekubali. Mpaka baadaye Elia anaondoka, lile vazi, manto ile inaanguka. Alafu sasa ndio Elisha anaichukua ile. Anaporudi, maandiko yanazungumza ishara ya kwanza ile manto inafanya. Anaporudi anakutana na mto, akapiga na lile vazi, yule mto akafanyaje? Ukagawanyika, akapita. Anapiga, anasema, kama yule Mungu wa baba yangu Elia aliyetembea naye ndio huyu Mungu ambaye ameniachia maradufu ya nguvu yake hapa, anapita hapa. Akapita tu kirahisi, sharp, hayupo. Sababu ya kwa nini Mungu hutuwekea watu wakuu mbele yetu
ni ili kutupa reference kwamba mambo yote makubwa ya kiroho tunayodhani ni kwa ajili tu ya watu fulani yanawezekana na kila mtu. Tena mara nyingine Mungu huwaweka watu ambao hata tunawajua vizuri, hata tunajua historia zao, hata tunajua changamoto za kiuchumi walizonazo, hata tunajua changamoto mbalimbali walizonazo. Mungu hutuwekea hao na huwapa ubora sana ili tujue kwamba haihusianagi na nguvu ya mtu, inahusiana na neema ya nani? Ya Mungu. Sasa kama yule ambaye umecheza naye, mimi ndio maana nazungumza mara nyingi kwamba ukiona rafiki zako kwenye cycle yako wanafanikiwa, itaarifa kwamba na wewe upo njiani kufanikiwa kama una akili timamu. Lakini kwa kama yule ambaye umecheza naye, umekuwa naye, umefanya naye kazi na kila kitu, leo unamuona ni mtumishi mkubwa wa Mungu ama ni mtu fulani mkuu kwenye eneo fulani, hiyo inapaswa ikupe taarifa kwamba na wewe unaweza kuwa hivyo, kwa sababu anayefanya hayo ni nani? Ni Mungu kwa neema yake. Ikupe taarifa kwa ajili ya haya. Mungu na atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Kwa hatuvuti tu ukuu kwa sababu tunakaa katikati ya wakuu. Hatuvuti tu kibali kwa sababu utaona Elisha hapa hata anaomba maradufu ya anaomba. Umeona maneno? Anaomba. Kwa yako mambo tunaya attract kwa njia ya kuomba. Mungu kama ulivyompa baba yangu, Mungu kama ulivyompa mama yangu, Mungu kama ulivyompa fulani, na mimi naomba sehemu ya namna hiyo. Tena sio kwa wivu, tunaomba kwa moyo mweupe kabisa, kwa kuheshimu kile ambacho wamekibeba hao watu, kile ambacho hao watu wamekibeba. Sasa nimalizie sehemu ya mwisho kabisa ya somo langu hapa ili nisikucheleweshe sana. Na sehemu hii ya mwisho inazungumza kwa habari ya aina ya watu ambao Mungu huruhusu tuhusiane nao. Na ndio maana nikasema kidogo na kufundisha somo ambalo ni complicated, kuwazungumzia watu. Mtu atabiriki. Kuna huyu jamaa mmoja maarufu anasemaga mtu siye nyao. Hawezi kumtabiri mtu. Hawezi predict hatua za mtu. Mtu huwa atabiriki. Leo anaweza kuwa hivi, kesho anaweza kuwa vile. Waswahili wanasema kwamba ni rahisi sana kumuongoza mbuzi kuliko mtu, kwa sababu mtu ana maamuzi yake, anaweza akaamua hana time na wewe, lakini kwenye kila ambacho anamuitisha anafanya, na muone mwake ameshaamua kwamba sina time na huyu mtu, lakini anatokea kwenye kila tukio lako. Huyo ndio mtu, hao ndio wanaitwa wanadamu. Sasa kuna makundi ambayo Mungu huwa anatuletea, makundi ya watu, na hapa nitakuonesha makundi hayo na namna ya kuhusiana nao ili uweze kuvuta kibali na neema ambazo watu hawa wamezibeba. Makundi yote ya watu ambao tunahusiana nao, au watu wote ambao tunahusiana nao, wanaweza wakawekwa kwenye makundi mawili. Kwanza, tunahusiana na watu kwa msingi wa uwezo na nafasi walizonazo. Kwanza ni kwa msingi wa uwezo na nafasi walizonazo. Mtu yeyote Mungu atakaye kuletea, mtu yeyote Mungu atakaye kukupa mahali popote Mungu atakapokupeleka, hizi ndio sababu. Amekupeleka kwa sababu ya nafasi ama uwezo ulionao, au anakutanisha na watu kwa msingi wa nafasi ama uwezo walionao hao watu. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu, eh? Sasa angalia, kundi la pili ni kwa msingi wa wakati ama kusudi. Kwa watu wote ambao unakutana nao kwa msingi wa wakati na kusudi fulani. Wakati na kusudi fulani. Kwa ukishaelewa hiyo kitu, utajua vizuri namna ya kushughulika ama namna ya kudeal na watu. Naomba nianze na kundi la kwanza, nikuoneshe. Katika kundi la kwanza tunazo aina karibia 3 za watu. Kwenye kundi la uwezo na nafasi tunazo aina 3 za watu. Nitakutajia katika kila kundi na utaelewa vizuri. Katika uwezo na nafasi tunao watu ambao wametutangulia katika nafasi na uwezo. Wametutangulia, wako mbele yetu. Wana nafasi kubwa kuliko sisi, wana uwezo sana kuliko sisi. Kila mtu ambaye utahusiana naye ana moja kati ya hizi sifa. Lazima kwa msingi wa uwezo anafanya vizuri kuliko wewe, au ana nafasi kubwa kuliko wewe. Utakutana nao watu maishani. Lakini kundi la pili, kuna watu ambao mpo nao katika nafasi sawa na level sawa za uwezo. Mpo katika nafasi sawa na level sawa za nini, watu wa Mungu? Za uwezo. Mnafanana maana yake. Nayo pia iko namna ya kuhusiana na hao watu. Kwa sababu kila mtu, elewa, kila mtu ambaye unakutana naye, hata kama hana kile kibali kikubwa, lakini amebeba sehemu ya kitu kinachoweza kukamilisha neema yako katika eneo fulani. Kila mtu. Hata wale ambao wanakujaga katika namna hasi, wanakujaga kutuumiza, kuna sehemu ya mambo huwa wanaya impact ndani yetu, yanayotuwezesha kuja kuwa bora sana hapo baadaye.
Kwa kila mtu unayekutana naye kuna kitu amekibeba kwa ajili ama ya kuboresha mwendo wako ama kuukatisha mwendo wako. Wale ambao wanakuja kukatisha mwendo wako, ukijaribu au ukiwa na neema ya kuitikia vizuri wanaoyafanya, yanageuka kuwa positive ndani yako au kuwa mambo yenye nguvu ndani yako. Sisi tunaelewa vizuri sasa. Jambo la tatu au aina ya tatu, wako wale pia ambao tumewatangulia kwa msingi wa uwezo na nafasi. Kwa Mungu atakukutanisha na watu ambao wamekutangulia na kukuzidi uwezo ama nafasi. Mungu atakutanisha na watu ambao upo kwenye level moja na hao. Mungu atakukutanisha na watu ambao umewatangulia na kuwazidi uwezo ama nafasi. Iko namna ya kuhusiana na aina zote hizi za watu ili upate kile ambacho wao wamekibeba kutoka kwao, bila uchawi, bila unyonyaji, bila ukandamizaji wala ulaghai, lakini ni kwa kutambua mamlaka walioibeba au neema walioibeba, kwa kuheshimu, kwa kuwahudumia pia na kwa kunyenyekea chini yao. Utachukua. Hata mimi kuna vitu vingi sana nachukua kutoka kwenu. Mwe mnajua ama hamjui. Kuna vitu vingi sana mnanifunza na kunifundisha. Kwa kweli ninakuwa bora kila siku katika nafasi yangu kwa sababu ya uwepo wenu na yale ambayo mmekuwa mkinifundisha. Ndio maana ninakuwa bora kila siku. Kama kanisa hii, kauli aliyoongea mchungaji siku moja katika Pastors Appreciation, alisema kama ninyi msingekuwa washirika, sisi tusingekuwa wachungaji. Sisi ni wachungaji kwa sababu nyie ni washirika. Nyie ni washirika na mmekubali mara zote kukaa mahali pa viti na kusikiliza, sio kwa sababu hamna hekima ya kimungu, sio kwa sababu hamna maarifa ya kimungu, sio kwa sababu hamna neno, ni kwa sababu ya unyenyekevu mlionao. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kumbe kusimama hapa mbele ni zaidi ya kujua maandiko. Sababu kwa msingi wa maandiko sote tunajua maandiko, na kwa kweli tumeokoka wengine muda mrefu. Hata tukisimamishana hapa hautakosa mawili matatu ya kuzungumza, hautakosa, unayo. Lakini nini kimekufanya ubaki nafasi yako na mimi nafasi yangu? Ni kwa sababu ya unyenyekevu. Na ndio maana unapokea. Na mimi nimekaa kwenye nafasi yangu kwa sababu ya unyenyekevu, na ndio maana ninapokea kutoka kwako. Kwa hawa watu tunahusiana nao katika mafungo hayo. Watu ambao Mungu ametuletea kwa msingi wa kusudi ama wakati. Katika kundi hilo pia kuna aina tatu za watu. Watu ambao Mungu ametuletea katika msingi wa kusudi ama wakati. Wapo wale ambao huwa tunakutana nao mwanzoni mwa safari zetu na tunaenda nao mpaka mwisho wa safari. Wako hao watu. Yaani wewe unaanza tu jambo lako, wanakuwepo na huwa mnaenda nao mpaka mwisho. Hawa yani ni mwanzo mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Ukioka nyuma unawaona. Kwa kweli ni watu ambao wanakuwa na uaminifu wa tofauti sana. Uwe umekosea, umekosewa, umeanguka, umeinuka, as long as wamejihakikishia kwamba wewe ni mtu wa Mungu, na mara zote unajitahidi kuwa bora katika nafasi yako, kama ambavyo na wao wanaangukaga na kuinuka na kujitahidi kuwa bora katika nafasi zao. Wao wameshafungua mioyo yao kwamba tutapambana hapa. As long as kuna future, kuna mahali tunaenda, kuna ubora tunauona, kuna namna huyu mtu aridhiki na makosa yake ya jana, yuko tayari kutafuta mwenendo wa juu zaidi, wanasema huyu tunaenda naye mpaka mwisho. Kuna aina hiyo ya watu kwa msingi wa wakati na kusudi. Kwa kuna watu ambao Mungu anatupa tuwe nao wakati wote. Na kwa bahati mbaya huwa hawawi wengi sana. Ni wachache sana. Na hii nakufundisha pia unapoanzisha biashara, wengine mtakuwa wachungaji hapa, mtaanzisha makanisa, makampuni. Kuna wafanyakazi Mungu atakupa. Mwanzoni kabisa unaanza kampuni ndio atakuwa mfanyakazi wa kwanza. Na kwa kweli sio wote utaenda nao milele. Kwa wengine mtaanza nao na kwa maumivu makubwa sana. Itapaswa tu muagane mahali fulani. Kwa wema ama ubaya, mtaagana tu mahali fulani. Kwa ukiyajua haya utauandaa vizuri moyo wako ili watu unaohusiana nao wanapoondoka wasiondoke na huruma, wakakuacha ukiwa na chuki kwa wale waliobaki. Wasiondoke na fadhili, kwa sababu ulimtendea wema yule aliyekuja na kuondoka, ukasema kuanzia leo wanaobaki watanijua mimi ni nani, hawatakula chochote cha kwangu. Wale wanaoondoka wasiondoke na sehemu ya Mungu ndani yako. Ukishajua hizi kanuni kwamba wapo watu ambao utaanza nao na hautamaliza nao. Si ndivyo watu wa Mungu? Na wako watu wengine ambao utaanza nao lakini utakaa nao kwa muda mfupi. Na hawa watu wamebeba neema kubwa sana, kwa sababu huwa wamekusudiwa kukaa kwa muda mfupi. Kwa muda huo mfupi wanaokaa huwa wanazaa matokeo yasiyo ya kawaida.
Yaani unakuta tu kwa muda mfupi amejiunga na kanisa, hiki kilikuwa kienda sawa, kimekaa sawa. Sio nini kimepungua, kanunua. Sio mchungaji hana hiki na kile, kipo. Yaani mpaka anaondoka, ni kama amepiga kila kitu kimekaa mahali pake. Mungu alitupa mfano mzuri wa wazi ambao tunaweza tukaurifaa kabisa wa aina hii ya watu kutoka kwa mzee wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ni aina hii ya watu ambao ni kwa muda mfupi wanakaa mahali pa nafasi, kwa muda mfupi wanaleta matokeo makubwa mno, na kwa dakika chache sana, wakati ambao watu wameanza kumpokea na kumuelewa, anapotea. Hayupo. Uwaga anapotea. Iwe ni kwa namna nzuri, namna mbaya, zilizopangwa na zisizopangwa. Huwa tu wanapotea, hawapo. Yaani maishani tuna watu wa jinsi hiyo ambao ni kama Mungu huwa anawatuma kwa accomplish kitu fulani, na huwa wanakuwa na spidi isiyo ya kawaida. Na ndio maana wengi wao Mungu huwa anawachukua na kuwaondosha mahali pa nafasi mapema, ili pia kuwalinda na roho za kiburi, kwa sababu wana nguvu ya kuzaa matokeo makubwa kwa muda mfupi sana. Mambo ambayo nyie mlikaa kustruggle miaka 10 hata 20, wao wape miaka 3 wanayafanya yote wanayafanya. Sasa huyu mtu akishafanya na akaendelea kuwepo hapo, pengine Mungu anajua zaidi, lakini akiendelea kuwepo hapo, ni rahisi sana huyu mtu kushambuliwa na kiburi. Ni rahisi sana. Na ndio maana inapofikia tu point wamekamilisha, Mungu anawaondosha. Wengine ni kwa kuwachukua kwa namna hiyo ambao tumeona mzee wetu alichukuliwa. Wengine tu nakuta anasema, mchungaji, mimi sasa hapa kanisani siwezi tena kukaa, nitahamia kanisa lingine. Na ni hatari mara nyingine kuangania watu wa jinsia kwamba endelea tu kubaki, wewe baki, kwa sababu mwisho wa siku anaweza akageuka kuwa kitu cha ajabu mpaka mkajiuliza, ndiye huyu ambaye alifanya hiki na kile. Kwa akikuaga kwa amani, kwa kweli agana naye kwa amani, fahamu kwamba kusudi lake limeisha. Sio kweli kwamba kila anayeondoka hapendi kanisa. Wengine kabisa kuna point inafika kusudi la kuwepo kwake hapo lilikuwa amefanyaje? Limekamilika. Kwa akibaki pale hana tena cha kutoa, ataanza kutoa maovyo na wote mtashangaa. Kwa wenye akili timamu ndio waga sasa anafikia point anaaga tu kwa busara. Wengine ndio anaanza tukuondoka kwa namna isiyo sahihi, na anaanza kusema mmeona kile nilifanya mimi na kile nilifanya mimi. Sasa hawa ndio hivyo tena tunatofautiana, lakini wengi waga wanakuwa na busara sana, na huwa hawatakagi mambo mengi, wala hawatakagi hata kujulikana kwamba kile alifanya yeye. Anapiga na mtamuona tena. Kwa tunao watu ambao wanakaa na sisi kwa muda mfupi sana. Alafu tunao watu ambao tutakuwa nao nyakati za matukio tu. Yaani hawa ni wazee wa matukio tu. Hautamuona mahali pengine popote mpaka kuwe na tukio. Hawa ni wale watu ambao tuko pamoja mpaka pale pana tukio. Kwa mfano natolea mfano kwenye muktadha wetu wa kanisa hapa, hautamuona kwenye ibada za Alhamisi, hautamuona kwenye ibada za Jumapili. Mkitangaza tu event anakuja Paul Clement, yupo ndio wa kwanza kufika na anafuta viti siku hiyo. Atahudhuria Jumapili inayofuatia, Jumapili ya 3 atahudhuria. Baada ya hapo anapotea, hautamuona tena. Utakuja kumuona wakati ambapo mmetangaza sasa Zoravo anakuja, ndio na yeye atatokea, mchungaji tuko pamoja, mimi ni wenu, msinisahau, mimi ni familia yenu. Sasa hauwezi ukagombana na hao watu, kwa sababu wao ni watu wa matukio. Hutokea kwenye matukio, na mara nyingine Mungu amewapa neema hata ya kuyafanikisha hayo matukio. Kwa ndio unaona wengine waga siku zote, wewe piga kelele hapa fungu la 10, piga kelele fungu si ujenzi, sadaka si na nini, atoi. Ila siku useme tunanunua drums. Hiyo hela atakayoitoa utajiuliza, hivi hizi hela anakuaga nazo wapi? Ni watu wa matukio ya namna hiyo. Wengine kwa sababu zilizo maalum na wengine kwa sababu sizo maalum, lakini kuna watu ambao Mungu tukutanisha nao kwa ajili tu ya matukio. Na wengine inaweza sio katika hiyo picha niliyoielezea, lakini wengine ni watu ambao hatuna mazoea nao, hatuna urafiki nao, hatuna karibu nao, lakini tunapokuwa katika matukio fulani ya uhitaji, huwa wanageuka mpaka wanajiuliza, huyu mtu ameanza kuwa ndugu yangu lini? Yaani huwa wana neema ya kubeba shida zetu tu hapo katika shida, na hutusaidia na kutuvusha kwenye hivyo vipindi, na baada ya hapo hatuwaoni, tunarudi pale pale tulipokuwa. Pale. Unaweza kadhani kwamba baada ya kunisaidia ameninunia. Hapana, Mungu alimleta kwa tukio fulani maalum. Baada ya hilo tukio anarudi pale alipokuwa mara ya kwanza. Kwa Mungu hutukutanisha na watu wa jinsi, watu wa Mungu. Anatokeaga tu wakati wa tatizo, anapotea. Wewe sasa ukiwa hujui kwamba kuna watu wa jinsi maishani, ndio unasema yaani anaonekanaga tu nikiwa na shida. Ndio Mungu amemplace katika hilo eneo kwa ajili yako. Kwamba ukiwa tu na shida atatokea. Usipokuwa na shida na yeye anaendelea na mishe zake. Akikuona tu upo sawa atafanya. Mungu na atusaidie sana tuyaelewe haya.
Sasa nimalizie tu machache hapa. Nizungumze nini tunapaswa kufanya na ile kundi la kwanza. Ile kundi la kusudi na wakati nadhani nimeliongelea sana, na nimalizie hapa, muda wangu umeenda. Wale waliotutangulia lazima ufahamu kwamba, nazungumzia wale ambao Mungu ametupa kwa msingi wa nafasi. Lazima ufahamu kwamba ingawa sasa nazungumzia wale ambao Mungu ametupa kwa msingi wa nafasi na uwezo, na wana uwezo na nafasi kuliko sisi. Kwa hiyo ingawa wako mbele yetu, kwa kweli huwa hawapo pale ili kutuzuia. Sawa? Wako pale ili kuwa cover, reference na uhakika kwamba na sisi siku moja tunaweza kufika pale. Na ndio sababu ya kwa nini mtu yeyote aliyewahi kushindana na mtu mwenye kibali hakuwahi kupata kibali cha mtu mwenye kibali. Kwa sababu huwa hatupaswi kushindana na watu waliotangulia mbele yetu. Wale wanapaswa kuwa mfano wa kutuambia inawezekana kwa namna gani kufika hapa nilipo. Kain alikosa hii akili. Alipoona ndugu yake Abel amepata kibali kuliko yeye, akaona namna nzuri ya kukaa mahali pa Abel ni kumtoa Abel mahali penye kibali au mahali pa nafasi yake. Na haikutokea hivyo. Kumuua mwenye kibali hakukufanyi wewe usiye na kibali ukae mahali pake. Haitokei kwa namna hiyo. Kwa wale waliotutangulia mbele, waliotuzidi uwezo, maarifa na kila kitu, huwa tunapaswa kuwaheshimu. Tunapaswa kujifunza kutoka kwao na sio kushindana nao au kuona kwamba wao ndio sababu ya kutuzuia sisi kuwa vile ambavyo tunapaswa kuwa. Jambo la pili, kwa hiyo usipambane nao, hao ndio ulinzi wako. Na jambo la tatu, ukipewa nafasi ya kuwa karibu nao, usiexpose madhaifu yao. Usiexpose madhaifu yao. Hauwezi kushindana na kibali cha mtu mwenye kibali. Usiexpose madhaifu yao. Ona neema ya Mungu inavyofanya kazi kwenye maisha yao. Kwa ukiona kuna mahali ana udhaifu ambao unaweza kumuombea, muombe. Mara nyingi hawa ni watu ambao wanakuwaga ni wapweke sana, kwa sababu wapo kwenye daraja fulani la juu ambalo kila mmoja huku chini anatamani kuwa kama wao, anawaona wao ni wakamilifu na ananyonya maziwa kutoka kwao. Kwa hiyo hawa huwa hawana watu wa kuwatia moyo, hawana watu wa kuwaombea, hawana watu wa kuwasogeza mbele na kuwaambia mzee hili linawezekana, mzee usilie, mzee songa mbele. Hawanaga watu wa jinsi hiyo. Sababu kila mmoja aliye chini yao anaona hawa wamejikamilisha, wanaweza kila kitu, wamepata kila kitu tayari. Kumbe sio kweli. Kwa wanahitaji kutiwa moyo na kusaidiwa kama wengine wote. Kwa namna hiyo tukifanya hivyo, tunavuta kibali kutoka kwao. Mungu na atusaidie sana. Kuna wengine wale ambao tupo sawa nao. Hawa maelekezo ni machache kabisa. Usiwapuuze kwa sababu uko sawa nao. Hawa ni wale watu ambao yani wewe upo, yani wao na wewe ni kitu kimoja. Yani wewe ukiwa na swali na yeye ana swali. Ukimuuliza hivi mzee, hii life tunatoboaje? Baba wangu mimi sisi tunatoboaje? Ndio anachokujibu, mimi tupambane tu, sielewi kinatoboa. Kitu ambacho ni swali kwako ni swali pia kwake. Kitu ambacho ni uhitaji kwako ni uhitaji pia kwake. Sasa usio mwepesi kumcut off, ukasema huyu hana msaada kwangu, akae pembeni. Hawa watu waga kuna mahali pia wanafaa. Kwa hakikisha haumpuuzi mtu ambaye uko sawa naye. Mtu ambaye maswali yake ni maswali yako, mahitaji yako ni mahitaji yake. Usimpuuze. Huyu pia Mungu anamweka kwako kwa kusudi fulani maalum. Kwa kweli ndio watu ambao wakifanikiwa huwa wanaweza kuzungumza lugha ambayo sisi tunazungumza, kwa sababu na yeye amewahi kupitia mahali pa kukosa kama wewe. Kwa anajua vizuri inafananaje kukosa. Anajua vizuri inafananaje kuwa na njaa. Anajua vizuri sana. Usiwapuuze. Huyo ndio mtu ambaye mnaweza mkaongea lugha moja mahali pa uhitaji. Mungu na atusaidie sana. Imeleka vizuri. Aina ya tatu na ya mwisho ya watu ni wale ambao umewatangulia wewe sasa. Wewe uko mbele yao. Hawa watu Mungu akupe neema unapohusiana nao, akupe neema ya kuwaheshimu sana. Waheshimu sana. Kwamba umemzidi haimaanishi yeye hana heshima. Kumzidi kwako kusidogodeshe ile dignity aliyoibeba. Mpe heshima anayostahili kuwa nayo. Kwa umemzidi lakini haimaanishi kwamba wewe ni mkuu kuliko yeye. Tena hawa watu usiwafanye kwamba wao ni watumwa na wewe ni bwana kwao. Fanya vitu, usikunje nne kwa watu ni mtu wa kuagiza, fanya hiki, fanya kile, nenda pale, fanya hiki, hata vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako. Mara nyingine fanya kwa mfano ili wao waige namna inavyofanyika. Fanya kwa mfano ili wao waige. Usiwaambie tu fanya hiki na wewe usifanye. Haipaswi kwenda hivyo. Kwa yule ambaye umemzidi katika maeneo fulani, Mungu akupe neema ya kumheshimu na kuwa mfano mzuri kwake. Jambo la pili, wasaidie kama wewe ulivyosaidiwa. Mungu aliwahi kumwambia Musa, akasema waambie wana wa Israeli, nawapa hii sheria kwa habari ya wageni watakaokuja kukaa katika nchi yao. Anasema mgeni akija mtendee wema, kwa sababu na wewe ulikuwa mgeni katika nchi isiyo yako.
Kwa hawa unapaswa kuwasaidia kama vile wewe ulivyosaidiwa pia. Sababu ya kwa nini Mungu anakuletea watu wanaopita kwenye hali ambayo wewe umewahi kupita ni kwa sababu anajua na ana uhakika kwamba wewe una uwezo wa kuwasaidia vizuri sana kuliko mtu mwingine yeyote ambaye hajapita pale. Kwa sababu wewe umewahi kupita katika ile hali, wasaidie vizuri. Wasaidie vizuri. Na nimewahi kuwapa ushuhuda mara nyingi sana. Watumishi wengi wa Mungu ambao leo kuja kwangu kuniuliza, pastor, inawezekanaje kufanya huduma, kuanza huduma katika mazingira haya na haya na yale? Nilipowasaidia, Mungu aliwapa neema, sasa hivi hata wana mafanikio ya kuonekana hivi yaliyonizidi. Yaani wana mafanikio yanayoonekana hivi kwa macho yaliyonizidi. Nacho mshukuru Mungu tu ni hiki, kwamba niliitikia wito wa Mungu kuwasaidia. Nikupe kanuni moja ya msingi ambayo itakupa unyenyekevu. Ni hii hapa. Mtu yeyote ambaye anahitaji msaada kutoka kwako, ataupata tu huo msaada, hata kama haitakuwa kutoka kwenye mkono wako. Ataupata. Kwa hiyo unapopata fursa ya kumsaidia mtu, usidhani kwamba wewe ndio mtu pekee unayetakiwa kumsaidia na usipofanya hatapata msaada. Atapata msaada, na ni mbaya sana apate huo msaada kutoka kwenye mkono usio wako. Ni mbaya sana, kwa sababu kesho hautaweza kumwangalia tena usoni. Hautaweza kumwangalia. Kwa sababu alikuja akiwa na uhitaji na ukumsaidia, na ulikuwa na nafasi ya kumsaidia. Kwa ni bora umsaidie, kwa sababu hata usipomsaidia atasaidiwa. Ukimsaidia atasaidiwa pia. Kwa ni watu ambao Mungu ameshakusudia kuwapeleka mahali fulani, na amewapa kibali watu wengine wawafikishe. Na kwa bahati mbaya wewe uliyepewa kibali uwe mmoja wa wale ambao utawafikisha, unawakataa. Maana yake unakataa hicho kibali cha Mungu kuwasaidia. Hiyo hasara sio kwao, ni hasara kwa nani? Kwako zaidi. Wangapi wameelewa hiyo statement ya Mungu? Kwa tujifunze kusaidiana, kuwasaidia watu. Tunahamisha kibali kutoka kwetu, kwa sababu sio mara zote sisi tunahitaji kibali kutoka kwa watu wakuu, si ndivyo? Mara nyingine watu walio chini yetu wanakiona kibali chetu. Wewe hapo unajichukulia poa, wewe unajichukulia kawaida, lakini kuna watu ambao wanatamani kuwa kama wewe. Hiyo ndio ajabu. Wakati wewe unatamani kuwa kama fulani, kuna mtu anatamani kuwa kama wewe. Kwa namna ya wewe kumhamishia huyu wa chini kibali ni kuanza kumsaidia. Sawa? Kuanza kumtatulia matatizo yake, kuanza kumfundisha namna ya kufanya hicho ambacho anakitamani kutoka kwako. Kwa kweli hawezi kuwa bora kuliko wewe, ila atakuwa bora kama wewe. Kwa hiyo usiogope kumsaidia ukasema akianza kuhubiri vizuri kuliko mimi. Hakuna mtu kuliko wewe. Yaani wewe ni version yako peke yako hapa duniani. Hamna mwingine kama wewe. Ila mtu anaweza kufanana na wewe. Kwa kila unayemsaidia huwa unaweka alama yako ndani yake. Kwa akisimama kufanya watu wanasema ila huyu kama fulani kabisa. Sio yeye lakini ni kama fulani. Kwa sababu kila unayemsaidia unaweka alama yako ndani yake. Ukiwasikiliza watu ambao wamewahi kunilea kwenye huduma kabisa, utanisikiliza mimi ndani yao, kwa sababu waliweka alama yao ndani yangu. Na ukinisikiliza mimi unaweza kusikiliza wao ndani yangu, kwa sababu kuna alama wameiweka ndani yangu. Kila mtu unayemsaidia kuna mbegu wao unaipandikiza wapi? Ndani yake. Mbegu ambayo itaacha legacy yako ndani yake. Kwa acha ubinafsi wa kusema atanizidi, atafanya hivi na vile. Achana na hayo mambo. Huo ni ubinafsi ambao hauwezi kukufikisha popote. Kwa hiyo tusikatae kuwahudumia watu walio chini yetu. Kwa namna hiyo sasa tunaweza kuvuta na kusambaza neema na kibali tulichonacho kwa watu wote ambao wanatuzunguka. Wangapi tumeelewa kile Roho Bwana amezungumza na sisi kwa siku hizi 3? Imekuwa na maana na imejenga, si ndivyo watu wa Mungu? Sasa nitaomba tunapomaliza hapa, tutaenda kwenye maombi marefu sana kwa sababu tayari mtumishi wa Mungu alituongoza kwenye maombi pale mwanzo. Nitaomba tu tumshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo, na tutamuomba Mungu kwa ajili ya siku chache zilizobakia kumaliza wiki yetu ya mwezi wetu wa maombi. Tutamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Wewe kuanzia kesho utaendelea kufunga, lakini tutakutana hapa kanisani. Ila nitaomba viongozi, tutapeana utaratibu mzuri kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya Jumapili. Nitawapa utaratibu tunaonana lini kwa ajili ya yale maandalizi. Kuna vitu vingi vya kuviweka sawa, lakini kesho